Benki ya NMB, Mheshimiwa mgeni rasmi, ndio benki ambayo imekuwa ikiongoza kwa kupata faida zaidi nchini kwa zaidi ya miaka 5, na hata mwaka huu ambao tumeishia, benki ya NMB imeweza kurekodi faida ya bilioni 48 ambayo ni faida kubwa zaidi katika sekta ya kibenki nchini. Na hiyo maana yake ni kwamba benki ya NMB inaendelea kuwa na faida kubwa katika ustawi wa Tanzania, lakini pia katika kuisapoti serikali. Katika sekta ya kilimo na uwekezaji, benki ya NMB imekuwa ikiweka kipaumbele katika kilimo kupitia vyama vya msingi zaidi ya 300, na katika mazao mbalimbali ya kimkakati benki ya NMB imeweza kuwafikia wakulima zaidi ya milioni 1. Na kwa mwaka huu tumeanza programu ambayo tunafungua akaunti kwa ajili ya wakulima wote, na hiyo tumefuata wito wa serikali kupitia Wizara ya Kilimo kwamba wakulima wote lazima walipwe kupitia kwenye akaunti zao. Kwa hiyo tumeamua tufungue akaunti hizi bure na zimeanza kufunguliwa, kwa hiyo hakuna gharama za kadi, na tunaamini wakulima wengi wataingia sasa kwa mfumo ambao uko rasmi. Lakini pia ukienda kwenye sekta ya wajasiriamali, benki ya NMB inatoa kila mwezi zaidi ya bilioni 40 kwenda kwa wajasiriamali wadogo na wakati. Na lilizungumzwa hapa za swala la dhamana kwamba ni changamoto, lakini kwa kutambua hilo, benki ya NMB kwenye mikopo ile ambayo ni midogo midogo inakubali kuchukua hata zile dhamana ambazo sio rasmi, ili kuwezesha wajasiriamali wengi wadogo waweze kunufaika na mikopo ya benki. Benki hii pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, imekuwa mbele katika kusapoti miradi mikubwa ya kimkakati ya serikali, ikiwepo mradi wa reli ya kisasa SGR. Benki ya NMB imeshiriki katika kufinance mradi huo, lakini pia project ya Kinyerezi katika umeme kupitia TANESCO. Lakini pia tumeona umuhimu wa kusaidia wakandarasi wa ndani. Kwa hiyo tumekuwa tunawezesha watu wetu wa ndani. Sasa hivi tumetoa dhamana kwa wakandarasi wa ndani zaidi ya 400 kupitia uhusiano wetu tulionao pamoja na TARURA lakini na REA. Lakini tumeendelea pia kujikita katika mafunzo. Wiki mbili zilizopita tulikuwa Mwanza tulikutana na wakandarasi, na tunaendelea kuboresha huduma zetu na kufanya waweze kujipatia zile huduma wanazozihitaji kwa njia rahisi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mkoa wa Songwe sisi hapa tupo na tuna matawi 5 katika mkoa huu, lakini pia tuna mawakala zaidi ya 100, na kwa Songwe pekee kwa ajili ya fursa zilizopo na kilimo katika msimu huu wa sasa tumetoa tayari zaidi ya bilioni 22 katika kilimo na katika mazao ambayo ni ya msingi kama vile kahawa, mahindi na kadhalika. Sasa hivi kwenye kilimo fursa ni nyingi mno. Tuna fursa kwenye upande wa pembejeo, tuna fursa kwenye mbolea, tuna fursa kwenye madawa. Lakini tunahitaji viwanda. Uzalishaji wa mazao ni mengi, yako mengi, yanatakiwa kuongezwa thamani ili tuweze kupata fedha za kutosha. Na sehemu, kwa sababu mkoa wa Songwe unazalisha, basi tunahitaji viwanda vya namna mbalimbali vya kuongeza thamani. Ni fursa kwa wawekezaji kuwekeza katika haya maeneo. Lakini tunahitaji uwekezaji kwenye huduma za jamii kama vile elimu, hospitali, maji na maeneo mengine. Kwenye shule, sasa hivi ni mkoa mpya, shule bado hazitoshi. Na bahati nzuri wana Songwe uwezo wa kuzaana ni mkubwa na wanaendelea kuzaana. Kuwekeza katika mkoa kama huu ambao ni green. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilikuwa nikitoka Dar es Salaam, kuna mtu amesema labda Songwe wewe kama Dar es Salaam. Nadhani tunatakiwa tuwe zaidi ya Dar es Salaam, kwa sababu ukitoka all the way ni green kusema ukweli. Yani kuna kila fursa, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaweza kufanya utafiti kidogo. Nafikiri yeye sasa ameprovide badala ya kulima mazao yale ya kawaida, wenzetu wanasubiri tuende mahindi tukawauzie, alafu wenyewe walime mazao ya kimkakati, na sisi tuangalie mazao yenye fedha duniani. Kwa mfano, kuna vitu kama maparachichi nimeona yanastawi sana. Kuna macadamia nuts, kuna mazao ambayo ni adimu. Ukilima kilo moja tu ni sawa sawa na magunia mangapi ya mahindi. Sasa na sisi twende huko tufanye utafiti vizuri, tuone ni maeneo gani ambayo tutapata hela. Mkoa wa Songwe ndio lango kuu la SADC. Tunasema lango kuu
kwa sababu mheshimiwa mgeni rasmi, inafahamika kwamba nchi za SADC, Tanzania ikiwemo, Tanzania pekee ndio ambayo inapakana na nchi nyingi ambazo ziko ndani ya jumuiya ya SADC. Na sababu hiyo ya kijiografia, mheshimiwa mgeni rasmi, inaifanya Songwe kwa wawekezaji waitazame katika jicho la pekee, kwa sababu kuna fursa kubwa ya kuwekeza ndani ya mkoa wa Songwe kijiografia. Kwa mujibu wa taarifa ya World Economic Forum ya mwaka 2018, zaidi ya 90% ya biashara duniani zinafanywa baharini, zinafanywa kupitia bahari. Na katika bara la Afrika, Tanzania ndio nchi ambayo inapakana nchi nyingi ambazo hazina connection na bahari, hazina access to sea. Fursa za kulima mazao yasiyozoeleka katika mkoa wa Songwe pia zipo. Tumezoea kulima mazao haya ambayo nimeyataja na mengineyo, lakini hatujazoea kulima mkoa wetu mazao ya korosho, kunde, njugu, binzari, miwa kwa ajili ya sukari, soya na dengu. Lakini tunayo maeneo ambayo yanafaa kwa kilimo cha mazao haya katika mkoa huu. Kwa hiyo ni fursa kwa wawekezaji. Kwa hiyo ni wakaribisho wa wawekezaji katika maeneo yafuatayo. Wawekezaji wanakaribishwa kuwekeza katika kilimo cha kisasa. Mkoa unavutia wawekezaji ili kuja kufanya kilimo cha umwagiliaji. Tuna takriban eka 18,464 zinazofaa kwa umwagiliaji, na mkoa wetu una mito mingi ambayo inapitisha maji mwaka mzima. Mpango wetu wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2015 mpaka 2021, kwa namna gani tumedhamiria kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi wa viwanda utakaotufikisha katika kipato cha kati ifikapo mwaka 2025. Na nimefurahi kusikia zaidi hapa kiangalia uchumi wenu unatokana zaidi na kilimo, na nchi zote zilizofanikiwa katika uchumi wa viwanda kwa hakika ukiangalia malighafi nyingi wamezipata kutoka katika sekta ya kilimo. Lakini huwezi ukadharau mchango wa kilimo katika ujenzi wa sekta ya viwanda. Kwa kwenye eneo hili naendelea kutoa rai, endeleeni kukumbatia sekta ya kilimo, na tunaposema sekta ya kilimo ni sekta pana ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Lakini vile vile katika kuhakikisha kwamba tunafikia lengo hili, kama serikali tunaendelea kuboresha miundombinu wezeshi ya kiuchumi pamoja na kufanya mapitio ya mara kwa mara kwenye sera na sheria zetu stahiki ili kuendelea kuweka mazingira mazuri ya kufanya uwekezaji na biashara nchini kwetu. Ndugu zangu washiriki, mengi yameelezwa. Nadhani Bwana Simbeye alielezea namna ambavyo serikali imeendelea kuweka miundombinu muhimu ya usafirishaji pamoja na mawasiliano ili kuhakikisha kwamba kweli biashara na uwekezaji unashamiri. Wote tumeshuhudia namna ambavyo sasa serikali inajielekeza katika ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge ambayo tayari imeshaanza. Tumeshuhudia upanuzi na uboreshaji wa viwanja vingi vya ndege, ujenzi wa mradi mkubwa wa umeme wa maji wa Julius Nyerere ambao utatuwezesha kupata umeme wa takriban zaidi ya megawati 2115, na hii itatusaidia kupata umeme wa uhakika kwa ajili ya uzalishaji viwandani. Na nimefurahi kusikia kwamba kwa upande wa Songwe na uzalishaji wa umeme wa takriban megawati 12.5 na mpaka sasa tunatumia tu megawati 6, na kwenye hili linatupa assurance kwamba tunapoendelea kuvutia wawekezaji basi nao zaidi ya 50% nyingine iliyobaki ya umeme wa uhakika. Hongereni sana. Lakini natambua kuna changamoto. Kiangalia hapa katika biashara, kusafirisha mazao na bidhaa mbalimbali kwenda Kongo DRC, mmekuwa mkiingilia kupitia Zambia, lakini kumekuwa kuna changamoto za hapa na pale kupitia non-tariff barriers, na kwenye eneo hili tayari waziri wa viwanda na biashara pamoja na waziri wa mambo ya nje wameanza kuzungumza na wenzao wa upande wa Zambia ili kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinaondoka. Mnavyoona kuna taasisi nyingi ambazo ziko hapa pamoja na NMB, benki ambayo ni benki kubwa sana Tanzania na ambayo ina mtandao mkubwa sana nchi nzima, na ambao kwa kweli sisi wengine tunaita benki ya wananchi kwa sababu hakuna mali utakosa NMB. Lakini wao kuweko hapa ni muhimu sana. Kwanza ili wawekezaji watambue kuwa kuna taasisi za kifedha ambazo ziko tayari kufanya nao kazi watakapoamua kuwekeza, lakini hata wananchi tu wa kawaida watakapopita hapa watambue kazi za NMB.